mtoto anapozaliwa anakuwa empty mind, hamna kitu kabisa. Lakini pia kutokana na majukumu ambayo mzazi ama mlezi anayo, anawiwa kumleta mtoto katika kituo ambacho wewe unakisimamia. Si ndio jamani eh? Sawa. Sasa anapofika huko, ndipo hapo sasa akili ya mtoto inaanza kujiendeleza ama kuchangamka. Kwa maana kwamba mtoto anatoa yale yote ambayo anayaona katika kituo anapeleka nyumbani. Si ndio eh? Sasa ashumu kituo chako ndio akina katika utaratibu wa kumlea mtoto katika malezi mazuri. Mtaalamu ameongea hapa, kaimu mkurugenzi. Mlezi ambaye yupo kwenye kituo ana mafunzo ya malezi ya mtoto. Mlinzi katika kituo ana malezi pamoja na mpishi pia. Huyu mtoto tutamjenga katika hali gani? Na tunafahamu pia tunaona kwenye clip mbalimbali zinatembea watoto wanafanyiwa ukatili, tunasema VAC, violence against children. Watoto wanapigwa makwenzi, watoto wana vagranti. Lakini pia tunaona pia kwenye mitandao watoto wanafanyiwa ukatili aidha katika ngazi ya kituo, aidha kama kituo kitakuwa na gari, katika dereva anamvaki mtoto au hata mazingira ya kituo. Kwa hiyo kimsingi kama makamu mkurugenzi alivyoelezea kwamba mlezi mkuu wa vituo hivi ni afisa ustawi wa jamii ambaye amepewa mandate kisheria. Ukichukua sheria ya mtoto kuanzia peji nafikiri kuna kifungu kinaelezea kabisa utaratibu wa usajili wa vituo hivi. Na mimi hapa jinsi ninavyoona, mimi na uzoefu mrefu sana katika vituo hivi, lakini kwa kuangalia tu sioni kama kuna vituo vimesajili zaidi ya 2 ama 3. Yaani kwa kuangalia tu, hizo yule toddler wa Kipawa, lakini vyote bado sijajua changamoto ni nini. Kwa hiyo hizo labda ushauri wangu tunaotoka hapa, kama kituo chako hakijasajiliwa kwenye kata husika, mfuate mtaalamu akuelekeze changamoto ni nini, atakupa mawazo chanya ili uweze kusajili kituo chako. Lakini kama kituo chako unaona kwamba akiwezi kabisa, akina sifa, angalia tu taratibu mwingine, au unaweza kuunganisha nguvu na rafiki yako ambao mpo naye, muweze kuwaweka watoto katika mazingira salama. Lengo letu ni moja. Ukishakamilika kila kituo tutakuwa tunapeleka msaada. Kila kituo kitaandika mahitaji. Kama hakina maji tutakwenda na afisa ustawi kwenye kata yake. Kuna shule maeneo yake hayana sifa ya kuwa kituo. Kwa hiyo labda changamoto yao ni maji. Basi wale wazungu watachimba kisima pale, ili kuhakikisha yule mtoto anakaa sehemu salama, anasoma sehemu salama. Lakini pia labda pale kuna watoto wengine wanakaa na shangazi, hana baba, hana mama. Wao watasapoti kila kitu kinachomhusu mtoto. Sasa ili aweze kupata huu msaada kutoka kwa wale wafadhili, atakachotakiwa kufanya mmiliki na mkuu wa ile daycare kituo husika ni kushirikiana na kata husika kukupeleka taarifa za maendeleo ya kituo chake. Mbona mpige makofi hapa na wabana hapa na wabana hapa. Peleke taarifa kwa afisa ustawi, maana hivi vituo vinasimamiwa na maafisa ustawi. Kama hayupo yeye anakuwepo afisa maendeleo. Ile taarifa yeye anajua namna cha kuwashauri kama serikali. Yaani serikali ina namna ya kushauri hivyo vituo au kuwashauri wasimamizi au kuwashauri wale walimu wako. Lakini pia
miradi hii itaenda kwenye vituo vilivyosajiliwa. Mtoto itakwenda kwenye vituo vilivyosajiliwa. Ina maana hapa inawahamasisha, kama hujasajili daycare yako, nenda kwa afisa ustawi akupe utaratibu wa kusajili nini? Daycare. Majina naitwa Joyce Eliamini Mdima, natokea kata ya Buguruni, kituo cha Mish Daycare. Kwanza kabisa tunashukuru sana serikali yetu kwa ajili ya kutuletea haya mafunzo ya jinsi ambavyo tunatakiwa kuweka vituo vyetu katika hali ya ubora. Tunashukuru sana kwa sababu mafunzo haya ambayo tumeyapata siku hii ya leo, ambapo yataenda siku 3, tuna imani kwamba yatusaidia katika kuboresha vituo vyetu, lakini pia atatusaidia hata kuendelea kuwafahamu watoto katika udhaifu yao, lakini na jinsi ya kuwasaidia, na si watoto tu, lakini hata wazazi wao, lakini na jamii kwa ujumla. Kwa hiyo tunashukuru sana viongozi kutuletea mafunzo kwa ajili ya kutusaidia sisi na jamii kwa ujumla. Hivi vituo tunavipenda kuvianzisha, lakini sawa, hatufuati zile hatua za kwanza kwamba lazima tufanye 1, 2, 3 ndio tuweze kufungua vituo. Matokeo yake tunakuta vituo hivi tunavilea kwa mazoea. Yaani unachukua watoto lakini hamna zile skills za kuwalea wale watoto. Matokeo yake tunachukua watu ambao hawana knowledge ya aina yoyote. Wewe kaa hapa lea, hajui. Kwa hiyo mtoto ule hajui kwamba mtoto anatakiwa amlee kisaikolojia, hajui kwamba mtoto anatakiwa amlee kiakili na kiafya. Kwa hiyo vitu vyote hivyo vinahitaji mafunzo. Kwa hiyo huu unyanyasaji mara nyingi naona ni kutokana na ukosefu wa elimu. Lakini hawa walezi wakipata elimu, ina maana mlezi anakuwa anajua anafanya kitu kwa kufuata mafunzo na skills, kwamba lazima mtoto ni mlee kwa misingi fulani. Kwa hiyo hata ikitokea kwamba kwa bahati mbaya amefanya, basi atakuwa amefanya kwa makusudi, sio kwa bahati mbaya.